Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alipofika duniani, kusudi kubwa la Yesu kufika duniani ni ili amkomboe mwanadamu katika kongwa la Shetani. Mwanadamu alikuwa amefungwa katika kongwa. Tulikuwa tumefungwa katika habari za dhambi. Tulikuwa tumefungwa katika habari ambazo zilikuwa zinatushikilia chini ya sheria ya dhambi. Lakini Bwana Yesu alipofunuliwa kwa kinywa cha nabii Isaya akisema ya kwamba kwa ajili yetu mtoto mwanaume amezaliwa, mtoto wa kiume amezaliwa, na uweza wa kifalme uko begani mwake, na ufalme wake hauna kikomo, hauna mwisho. Utakataa habari hizi, lakini ufalme wa Yesu hauna kikomo. Utakataa habari za Yesu, lakini ufalme wake utadumu vizazi na vizazi. Sema amen kubwa, sema amen kubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba nikulete sasa katika maandiko matakatifu ambayo tutakwenda kujifunza jioni ya leo. Tutakwenda kujifunza maandiko machache sana, ambapo baada ya hapo tutakwenda kuendelea mbele, kwa sababu Mungu wetu yuko mahali hapa. Amepata eneo hili kuwa eneo la magawio kwa ajili ya kazi yake, na watu wote wanaosikia sauti ya Bwana, watu wote wanaosikia habari za Yesu, watu wote wanaosikia sauti hii, ni wakati wako wa kukombolewa sasa katika ile kongwa la Shetani, katika ile utumwa wa giza, katika ile utumwa wa dhambi, katika ile utumwa wa mateso, katika ile roho ya giza, katika ile roho ambayo inayotumikisha wanadamu hata hivi sasa. Lakini jioni ya leo tumemleta mwanaume wa wanaume, tumemleta simba wa kabila la Yuda katika viwanja vya mazimu. Yesu yuko maeneo haya. Yesu anatamalaki katika anga la mahali hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Makutano yote nasema amen. Sema amen kubwa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba tufungue kitabu cha Hesabu sura ya 21. Nitaanzia mstari ule wa 7. Haleluya, haleluya. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe